الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، في هذا اليوم وفي هذا الوقت نستمر بدرسنا في كتاب التوحيد، والباب الذي سندرسه اليوم يقول: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، سنبدأ من هذا الباب ثم نستمر إلى ما شاء الله. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، أنا أعرف أنكم قرأتموه، ولكننا سنبدأ من هنا ثم نستمر. واضح؟ أيوة، لشيء قصدته. أنتم معي؟ طيب. Kwa hiyo leo tutaanzia na mlango huu, kisha tutaendelea na milango mingine inayofuata. Naam. مصنف كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب Allah mrehemu ameweka mlango huu ambao unaonesha ya kwamba ikiwa mtu atafanya matendo kwa ajili tu ya dunia, basi huyu mtu anakuwa amefanya shirki. Kwa nini shirki? Kwa sababu matendo yanatakiwa yafanywe kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anatakiwa afanye matendo kwa ajili ya akhira, afanye matendo ya ibada kwa ajili ya akhira, sio mtu afanye kwa ajili ya dunia, ima kwa ajili ya malipo ya dunia au kwa ajili ya kupata cheo cha dunia au kwa mfano wowote ule, ila yeye anafanya kwa lengo la dunia tu, wala hana malengo na akhira. Ikiwa mtu anafanya hivyo, basi moja kwa moja ajue amefanya shirki. Na kazi ya shirki ikiingia kwenye ibada, basi ile ibada inafanyaje? Inaharibika, si ndivyo? Washirku idha dakhala fil ibadati afsadaha, si ndio jamani? Shirki ikiingia kwenye ibada inaiharibu ile ibada. Kalhadathi idha dakhala fi tahara, kama vile hadath, kitenguzi cha udhu kitakapokuwa kimemwingia mtu kipindi ambacho yeye ana tahara, ule udhu utakuwepo? Hautakuwepo, kwa sababu kuna hadath, kuna kitenguzi kimeingia. Kwa hiyo miongoni mwa vitenguzi vya matendo ya mja ni kufanya matendo kwa ajili ya dunia. Hicho kinaporomosha malipo ya matendo yako. Bali kabla hatujasoma hizi dalili, inaonyesha ya kwamba min
ashqa nnasi, miongoni mwa watu wabaya sana waovu, man ittakhadha ilahahu hawahu wa shahwatahu, ni yule ambaye atafanya mola wake au mungu wake ni matamanio ya nafsi yake. Yani matamanio ya nafsi yake anavyomwamrisha ndivyo yeye anafanya, wala hafanyi vile anavyoamrishwa na mola wake. Kwa hiyo amejalia sehemu ya mola wake ni matamanio yake, yeye anafuata matamanio. Fayakunu amaluhu kulluhu litahsili hadhihi ash-shahawat wa talabiha, yanakuwa matendo ya huyo mtu yote anayoyafanya ni kwa lengo la kupata kukidhi matamanio yake, kuridhisha nafsi yake na kupata katika mambo yatakayompendeza yeye. Kwa hiyo hafanyi isipokuwa kwa hilo. Fahuwa tarikun ma khulika li ajli, huyo mtu anakuwa ni mwenye kuyaacha yale ambayo ameumbwa kwa ajili yake. Yeye anafanya mambo mengine yanayoridhisha nafsi yake. Mtu ameumbwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ibada, si ndivyo? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasa yeye hashughuliki na hilo, yeye anashughulika na mambo mengine yanayoiridhisha nafsi yake. Anaachana na jambo ambalo kwalo kaumbwa, ameumbwa kwa ajili yake, na jambo hilo wa huwa ibadatullahi ta'ala, ni yeye kumwabudia Allah mtukufu. Mutamassikun bitahsili shahawatihi bighairi ridha Allah ta'ala, huyu mtu anakuwa ameshikamana na kutafuta tu mambo ya kuridhisha matamanio yake bila ya kumridhisha Mola wake. Fahuwa mudhayyi'un liakhiratihi bidunyahu, huyo mtu anakuwa ni mwenye kuipoteza akhira yake kwa kutumia dunia yake. Kwa hiyo anachukua sehemu ya akhira anaweka dunia, anaipoteza akhira yake kwa sababu ya dunia. Huyu ni mtu mbaya sana. Ama mtu mzuri na mtu mtukufu, man aasha lillahi azza wa jalla, ni yule mtu ambaye ataishi kwa ajili ya Allah. Yeye maisha yake yote ni kwa ajili ya kutaka radhi za nani? Za Mola wake. Ant la tanas aiqidh dhak ijis jaydan la tanas. Idha ra'aita ghayraka yan'as nabbihuhu wa harrikuhu, laysa kadhalika? Hadha huwa taliban ridhahu, akawa yeye ni mwenye kutafuta radhi za Mola wake. Mambo yake yote anayoyafanya si kwa ajili ya kuridhisha nafsi yake wala kuridhisha watu, yeye anamridhisha nani? Mola wake. Wama a'addahu subhanahu lis-salihin min ibadihi, na anafanya kwa ajili ya kutafuta yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wema. Amewaandalia mambo gani? Amewaandalia pepo. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa anahangaika na hilo. Kwa hiyo hizi dalili katika mlango huu zinaonyesha kwamba kila muumini ajitahidi asiwe mtumwa wa matamanio yake, na hizi dalili zinatuhamasisha kwamba tuishi maisha yetu kwa ajili ya Mola wetu. Anaisha lillah, tuishi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sabilihi subhanahu,
na tuishi katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yeye anaitaka, wala tusiishi katika njia ya sheitani. Katika dalili ni kauli ya Allah mtukufu aliposema katika surati Hud, qala ta'ala man kana yuridu alhayata ad-dunya, yule ambaye yatakuwa malengo yake ni maisha ya dunia, yule ambaye yatakuwa malengo yake ni maisha ya dunia, wazinataha, na mapambo yake, mapambo ya dunia, yeye ndicho anachokitaka hicho, kila anachokifanya yeye lengo lake ni apate sehemu ya dunia. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, basi watu wa sampuli hiyo Allah anasema tutawakamilishia malipo ya matendo yao katika hiyo dunia. Ina maana ya kwamba wewe ikiwa unafanya ibada au unasoma dini mathalan, au unalingania watu, au unafundisha, au unafanya ibada yote ile, jambo lolote lile ambalo limewekwa kwa lengo la wewe kujikurubisha kwa Mola wako, ukalifanya ili upate katika mambo ya kidunia, basi na utayapata hayo mambo. Allah anasema nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, tutawatimizia hao watu, tutawatimizia malipo ya hayo matendo walioyafanya katika hiyo dunia ambayo wao wanaitaka. Kwa hiyo kama unataka usome ili upate cheo au upate mishahara mizuri, Allah atakupa hivyo vitu, kwa sababu ndicho ulichokuwa unataka wewe, na kile ambacho utakuwa unakitafuta kwa yale matendo yako ya kheri, matendo yako mema unayoyafanya, ili upandishwe cheo mathalan, ili uwekwe karibu na mtu fulani, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa vitu hivyo. Allah anasema wa hum fiha la yubhasun, na wao hao ambao watalipa matendo yao, ambao walitakiwa malipo yao wayapate akhera, wakayataka wao ya dunia, basi watalipwa humo duniani. Wa hum fiha la yubhasun, na wao katika hiyo dunia hawatopunjwa, hawatopunjwa, kwa maana utapewa hapa duniani. Na hii ikiwa ina maana ya kwamba hata kafiri akifanya matendo mema, kwa sababu yeye hana imani na Mola wake, basi huyo atalipwa kwa yale mema yake hapa wapi? Hapa duniani, atalipwa hapa duniani, kwa sababu akiwa hatolipwa hapa duniani, atatakiwa alipwe wapi? Akhera. Sasa na yeye huko akhera hana haki ya kupewa hayo malipo, hivyo basi inabidi alipwe hapa duniani kwa yale mema yake aliyoyafanya huyu kafiri, kwa sababu tunakubaliana kwamba makafiri, wapo makafiri ambao wanafanya mema, si ndivyo? Wanalea mayatima, wanasaidia wagonjwa, wanawasomesha watu ambao hawajiwezi, wanawapa watu chakula, mavazi. Hao ni makafiri hao. Wanawatengenezea vitu ambavyo vinawasaidia katika jamii zao, kama vile kuwachimbia visima, kuwajengea mahospitali, shule na misaada mbalimbali wanaifanya watu hao makafiri kipindi cha mabalaa na majanga na magharika. Wanakuwepo makafiri wakitoa msaada.
si ndivyo inapokuwa? Sasa huu ni wema ambao kama ni Muislamu angefanya, basi malipo yake atayakuta wapi? Allah atakuja kumlipa siku ya Kiyama, kama alivyosema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan a'zama ajra. Hamtotanguliza chochote katika kheri isipokuwa mtakikuta mbele ya Mola wenu, au kile ambacho mtakitanguliza katika kheri kwa ajili ya nafsi zenu, tajiduhu inda Allah, mtakikuta kwa Mola wenu hicho kitu huwa khairan wa a'zama ajra, kikiwa kile kimekuwa ni kheri na ni chenye ujira mkubwa sana. Sasa hii ni kwa muumini. Vipi kwa kafiri? Kafiri hana malipo. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah anatanguliza matendo yao mema ambao waliyofanya katika hii dunia, na anayafanya kuwa ni pumba zenye kutawanyika, zenye kupepea. Yani ni pumba, ni kitu ambacho hakina maana, hakina thamani tena. Hao ni makafiri. Kwa hiyo wao watalipwa duniani hapa, na yule mu'min ambaye atafanya matendo mema yakawa malengo yake ni dunia, basi Allah anasema atampa hiyo dunia. Pamoja na kwamba sio kila mtu anayetaka dunia atapewa dunia, sio kila mtu. Allah anasema ma nasha'u liman nurid, ma nasha'u liman nurid. Maana katika aya nyingine kwamba tutampa tunachokitaka na kwa tunayemtaka, kwa maana ya kwamba sio kila unachokitaka unapewa, na sio kila anayetaka anapewa, bali utataka vitu vingi wewe katika dunia hii, lakini Allah hatakupa kama vile ulivyotaka, si ndivyo? Na watu wengi watataka, lakini sio wote watapewa baadhi, kama tunavyoona kwamba watu wengi wanasoma kwa ajili ya kazi, kupata kazi fulani. Mfano, watu wanaweza wakasoma kwa ajili ya kuajiriwa wawe marubani, si ndivyo? Je, hawa wote wanakuja kuwa marubani? Hawatakuwa wote hawa. Allah atachagua katika wao, pamoja na kwamba ni malengo yao wote yalikuwa ni hayo, lakini si wote watakaopata nafasi hiyo. Watachaguliwa baadhi, na wengine wataenda kufanya kazi zingine ambazo hata hawakuzisomea na hata hawakuzifikiria. Lakini pia huyo rubani mwenyewe ambaye amepata kile chokitaka, kapewa ule urubani, pengine katika malengo yake anataka awe na nyumba ya ghorofa, ajenge ghorofa sehemu nzuri ya mjini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamnyima fursa hiyo, akajikuta aenda kujenga wapi? Nje kabisa ya mji huko. Si ndivyo inavyokuwa? Ina maana sio kila mtu sehemu alipojenga ndipo pale pale alipokuwa anataka yeye, au vile alivyojenga ndivyo alivyokuwa anataka yeye, la, bali alikuwa anataka zaidi ya hivyo, lakini Allah akamkadiria kiasi anachotaka yeye mwenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, mambo ndivyo yanavyoenda. Ma nasha'u liman nurid, ma nasha'u liman nurid, tukitakacho kwa tunayemtaka. Na kama ambavyo ilivyo katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza namna ambavyo anavogawa riziki kwa waja wake, na hii ikiwa ni majibu kwa wale watu waliokuwa wanamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile nafasi aliyopewa hakustahiki kupewa yeye, kwa sababu yeye alikuwa ni maskini, alafu alikuwa ni yatima. Sasa katika fikra za kidunia na watu wa kidunia wanaona kwamba nafasi kama ile, cheo kama kile, angepewa mtu fulani hivi ambaye ni tajiri,
mtu anayeheshimika katika jamii ndio angepewa cheo kama kile cha unabii na utume, sio huyu Muhammad huyo. Sawa, hizo ni akili za kibinadamu na ndio akili za watu wa dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake awajibu, awaambie hivi, ahum yaksimuna rahmata rabbik, hivi hiyo kazi ya kugawa rehema za Mola wao ni kazi yao? Ahum yaksimuna rahmata rabbik, hivi wao ndio wanaogawa rehema za Mola wako? Ni kazi yao hiyo, kwamba fulani ndio awe mtume, fulani asiwe mtume, fulani awe tajiri, fulani awe maskini? Hiyo ni kazi yao? Si kazi yao. Allah anasema nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, sisi yani Allah mwenyewe ndiye anayefanya kazi ya kugawa maisha ya watu. Qasamna bainahum maishatahum, sisi ndio tunagawa baina yao maisha yao, fil hayati dunya, katika maisha ya dunia hapa. Allah ndo anagawa. warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, na sisi ndio ambao tunawanyanyua baadhi yao juu ya wengine. Huyu akawa tajiri, huyu akawa maskini, sivyo eh? Huyu akawa rais, huyu akawa waziri, huyu akawa bunge, huyu akawa diwani, hivyo 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 mpaka mwisho huko. Huyu akawa ni raia, hana cheo chochote. Anayefanya hivyo kesi, anayefanya kazi hiyo ni nani? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Lengo ni nini? Allah anasema liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, lengo ili baadhi ya watu wawafanye wengine kuwa ni watumishi wao. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili baadhi yao wafanye baadhi ya wengine kuwa ni watumishi. Kwa hiyo watu wote hawawezi kuwa level moja, ndio maana yake. Ukijiona wewe uko juu, basi ujue Allah amekuweka pale, yeye huyo huyo. Ukijiona uko chini, basi ujue kwamba Allah amekuweka hapo chini, yeye. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Amma haya mambo ya dunia sasa, Allah anamwambia mtume wake wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un, amma rehma ya Mola wako ewe mtume ni bora. Ile rehma ya kukufanya wewe kuwa mtume, ukamjua Mola wako, ukajua unamwabudu vipi, hiyo ni bora zaidi. Khayrun, hiyo ni bora zaidi. Mimma yajma'un, kuliko yale ambayo wao wanayo, wameyakusanya katika mambo ya kidunia. Wana mali, wana majengo, wana kila kitu katika dunia wao. Wewe hayo huna, lakini wewe unamjua Mola wako, wewe ni bora kuliko wao. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo sasa hii inaonyesha kwamba swala zima la vyeo, swala zima la riziki katika mambo ya kidunia, aliyefanya hivyo ni nani? Aliyegawa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo basi, sio kile utakachokitaka utapewa, na sio kila atakayetaka atafanyaje? Atapewa, kwa sababu yupo mgawaji ambaye yeye anafanya anavyotaka. Fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid, yeye ni mfanyaji wa kile anachokitaka yeye, anafanya anachotaka. Maryam alikuwa na sehemu yake ya kufanya ibada, pale ndipo riziki zilikuwa zikimwijia. Nabii Zakaria akienda kwa Maryam anakuta kuna chakula,
anamuuliza Maryam, anna laki hadha, hichi chakula kimetoka wapi? Wewe umekipataje? Qalat Maryam akasema, hichi chakula kimetoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam hafanyi kazi wala hakuna anayemletea chakula, lakini chakula kinakuja kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Na sisi tunajua mtu ili apate chakula si lazima afanye kazi. Haikuwa hivyo kwa Maryam. Zakaria, Allah anasema hunalika daa Zakaria rabbah. Kutokana na hili tukio hili la kuona mtu anapata chakula bila hata ya kutoa nguvu, Zakaria akagundua hapa, kumbe Allah anaweza akampa kitu mtu bila hata ya kutoa sababu, bila hata ya sababu. Basi Zakaria alayhi salam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtoto, kwa sababu hakuwa na mtoto. Nabii wa Allah hakuwa na mtoto kipindi hicho, na wakati huo mke wake ni aqir, ni tasa, hazai. Yeye ni mtu mzima, ashafikia umri. Lakini inafahamika tu akishakuwa mtu mzima, alafu inafahamika ya kwamba mtu akiwa kitasa anaweza kupata mtoto, lakini kilichomsukuma kuomba dua apewe mtoto ni nini? Kumbe inawezekana mtu ukakosa sababu za kupata kitu, lakini ukimwomba Allah akakupa kile kitu bila sababu. Akamwomba Mola wake Zakaria na yeye apewe mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria mtoto ambaye akampa jina kabisa, akamwambia Yahya, mwanao ataitwa nani? Yahya. Zakaria akashtuka, akashangaa. Sio kwamba aamini, kwa sababu yeye aliomba akijua kwamba inawezekana, sawa. Lakini wakati huo alivyoambiwa sasa, lile dua yake ilipokubaliwa, akabashiriwa mtoto, akawa anataka ajue yani atampataje kulingana na yale mazingira aliyokuwa nayo. Anamwambia Mola wake, inakuwaje ewe Mola wangu mimi nipate mtoto hali ya kuwa umri wangu kama unavyoona nilishakuwa kizee, kikongwe, bado zaidi ya hapo mke wangu ni nani? Ni tasa. Maana kuna vitu viwili, uzee ni sababu ya kutokupata mtoto, utasa ni sababu ya kutopata mtoto. Sasa inakuwaje vitu viwili hivi vyote vimekusanyika sehemu moja? Kimoja tu kinatosha kumzuia mtu kupata mtoto. Sasa vikikusanyika viwili, shahada min babi aula, sivyo? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambiaje? Alimjibu jibu gani? Allah alimpa jibu lake, akamwambia kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hapo ndio mahali shahid tulichokuwa tunapokusudia mpajue. Kadhalika yaf'alu Allahu, kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyofanya mambo kwa vile anavyotaka yeye, hata kama lile jambo litakuwa limetofautiana, limeendana kinyume na namna ilivyozoeleka. Imezoeleka kwamba mtu ili azae asiwe tasa, si ndio? Sasa hawezi kuzaa, ndivyo inavyo. Na mzee kikongo hawezi kuzaa, inafahamika hivyo. Lakini Allah akitaka atapatikana mtoto au hatapatikana. Kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah naye alimbashiria mtoto hivyo hivyo, kwamba atampa mtoto, atazaa mtoto ambaye atamuita nani? Isa. Naye akauliza swali kama alilouliza nani? Zakaria, kwamba ewe Allah, itakuwaje mimi nipate mtoto? Walam yamsasni bashar, hali ya kuwa hakuna kiumbe chochote kimenigusa, yani sijakutana na mwanaume mimi, si kwa ndoa wala sio kwa zinaa, sijakutana na mwanaume. Inakuwaje nipate kuzaa mtoto? Huyu ni mwanamke sasa, yeye mwenyewe, mtoto bila baba. Allah alimwambiaje? Yakhluqu ma yasha. Kule alimwambiaje Zakaria? Kadhalika Allahu yaf'alu
ma yasha. Hapa kamwambiaje Maryam? Kadhalika Allah yakhluqu ma yasha, idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Bas Allah akitaka jambo hana haja ya kutafuta sababu kwamba hapa lazima ipite hapa ipite hivi, la, innama yaqulu lahu kun fayakun. Si vinginevyo, yeye anatoa amri tu kwamba jambo liwe na linakuwa khalas, kama alivyomwambia Musa alayhi salam apige fimbo kwenye bahari, bahari ikafanyaje? Ikaachia njia, si ndivyo? Alivyomwambia tupa fimbo chini, fimbo ikageuka kuwa nani? Kuwa nyoka. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyouamrisha moto uliokuwa umemzunguka Ibrahimu alayhi salam uwe baridi, ukawa baridi, si ndivyo? Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ni amri tu basi. Kwa hiyo hahitaji kutafuta huku na kule na ndio jambo lipatikane. Hapana. Hivi tunaelewana vizuri Kwa hiyo hapa ieleweke katika akili yako na moyo wako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya anavyotaka yeye, sio unavyotaka wewe. Tunaendelea na darasa letu. Hivyo basi yule ambaye atafanya matendo kwa ajili ya dunia, basi ajue atapewa kile anachokitaka, atapewa kile anachokitaka, lakini si lazima kila anayetaka atapewa anachokitaka, na si lazima kila anayetaka atapewa. Tumeelewana vizuri Kwa nini? Kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah anafanya anachokitaka yeye. Hata kama umefanya asbabu zote ukazimaliza, basi Allah anafanya anachotaka yeye. Innahu fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid. Allah ni mfanyaji wa kila anachokitaka. Mnamjua vizuri Abu Bakar Siddiq, si mnamjua Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq aliugua. Alipoumwa akawa amezidiwa, basi wale ndugu zake, watu wake wa karibu, wakamwambia hebu nenda kwa daktari Abubakar akutibie maradhi haya. Abubakar akamwambia kwamba nimeishaenda kwa daktari, lakini daktari alichonijibu ni kwamba anafanya anachokitaka, anafanya anachokitaka. Huyu daktari ni nani hapa? Ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana Abu Bakar Siddiq alifanya sababu zile zile ambazo alikuwa akizifanya mwanzo. Anapokuwa anaumwa anazifanya, anapona. Lakini kipindi hicho ilipofikia kipindi kile alifanya zile zile sababu, lakini hakuweza kupona. Akaelewa kwamba Allah anasema fa'alun lima yurid. Allah anafanya kile ambacho anataka yeye, sio unachotaka wewe. Kwa hiyo ikawa ndo sababu ya Abubakar Siddiq kufariki, kuiaga dunia, radhiyallahu anhu wa an sahabati rasulina ajma'in. Naam. Kisha aya inaendelea, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Hao watu ambao malengo yao ni dunia, basi hao ndio ambao akhera hawana chochote zaidi ya moto. Allahumma inna na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Hao watu wanaofanya matendo kwa ajili ya dunia ndio hao ambao akhira hawana zaidi ya nini? Zaidi ya moto. Nasallallahu salamata wa afia. Wa habita ma sana'u fiha, na yameporomoka malipo
ya yale matendo aliyoyafanya kwa ajili ya akhira. Yale matendo ya akhira malipo yake kwao yameporomoka. Matendo ya thawabu ya matendo ya akhira kwa wao yameporomoka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, na ni batili, ni mabaya, sio sahihi kabisa yale ambayo hawa watu walikuwa wakiyafanya. Kwa hiyo si sahihi kwa mu'min kufanya matendo mema, matendo ya kheri kwa lengo la mambo ya kidunia. Na tusiende mbali, nakwambia tu mfano wa haraka haraka. Miongoni mwa mfano rais, tumezoea sisi kwamba ukimfanyia mtu kitu mpaka akushukuru, si ndivyo si mpaka akushukuru. Asipokushukuru unakasirika. Jamaa na shukrani yule, simpi tena yule, si ndivyo Kwani wewe umefanya ili uchukue shukrani zake, au umefanya ili upate malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kipi sahihi? Sasa ikiwa huyo mtu haja kushukuru, ndiyo umekosa malipo kwa Mola wako, sababu lengo lako wewe ni akhira, sio malipo yake. Yeye akikushukuru fabiha wa neema, atakuwa kafanya jambo jema. Lakini pia kama hata kushukuru wewe mfanyaji, kwa sababu umefanya kwa ajili ya Mola wako, usiumie. Au vipi bwana Azam? Ikiwa mwalimu amechagua baadhi ya wanafunzi wakamchotee maji, alafu wakaona huyu mwalimu hawapi chochote, wakaacha kuchota maji, simkusudi Azam, natoa mfano, sawa? Yani haoni maslahi pale, akaacha. Huyu alikuwa anafanya kwa ajili ya nini? Sheikh Hassan, ajili ya dunia. Au anaona bado huyo mwalimu anamtia fimbo, anakosea hapo, anamtia fimbo. Yani mimi huyu namfanyaga, namsombeaga maji alafu anachapa, somi tena. Wewe ulikuwa unafanya kwa ajili ya nini? Sio ni uongo? Kwa nini uongo? Sasa ngoja nikupeni mfano wa watu wema ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazungumzia katika Qur'ani, kwamba hawana haja na shukurani za watu. Allah anasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ni mambo ya kheri haya, tena wanatoa katika mali zao. Allah anasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, wanawalisha watu chakula. Tena Allah akasema ala hubbihi, juu ya kuwa kile chakula wao wenyewe wanakipenda. Sio mtu nampa chakula ambacho wewe umeona sasa mtu kapika chakula kingi kimebakia hawezi kukila ndio anaenda kugawa. Sio hiyo, sawa? Ndiyo, na hiyo ni kheri, lakini usisubiri hiyo, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtofikia wema mpaka mmeyatoe yale mnayoyapenda. Kwa hiyo mtu anayetoa kitu baada ya kuwa tayari hakihitaji, pamoja na kwamba anempa anakihitajia, huo ni wema, lakini huyu hayuko sawa na yule ambaye anatoa kitu hali ya kuwa yeye mwenyewe anafanyaje? Anataka, anakipenda. Hilo bwana lina malipo makubwa sana mbele ya Mola wetu. Nisiende mbali katika kuzungumzia hili, tuendelee na maudhui. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman, wanawalisha watu gani? Maskini. Watu wana haja, ikiwa na maana ya kwamba kumpa mtu anayehitajia malipo yake ni makubwa zaidi, kiasi cha kwamba yule mtu lazima atakushukuru tu, kwa sababu umegusa pale pale alipokuwa anataka yeye. Si sawa na kumpa mtu ambaye sio maskini ukampa chakula. Shukurani kwa mtu huyu sio rahisi, lakini huyu mtu kampa mtu ambaye kwa vyovyote vile atamshukuru tu.
miskinan wa yatiman wa asira, maskini, mayatima na wafungwa. Hivi hawa watu ukiwapa chakula watakushukuru au hawatakushukuru? Si ndivyo inavyokuwa? Hawa watu wema, pamoja na kwamba wanawapa watu chakula, watu ambao lazima watawashukuru tu, lakini wao hawana shida na hizo shukrani zao. Wanasemaje wao? Wanasema hivi: innama nut'imukum liwajhi llah, innama nut'imukum liwajhi llah, si vinginevyo sisi tunakupeni chakula kwa lengo la kumtaka radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka uso wa Mola wetu, uso wa Mola wetu. Bas, innama nut'imukum liwajhi llah, si vinginevyo sisi tunakupeni chakula kwa lengo la kutaka uso wa Mola wetu, kumuona Mola wetu siku ya Kiyama, kutaka malipo ya Mola wetu, kutaka radhi zake. Ndio malengo yetu sisi hayo. La nuridu minkum jazaan wala shukura, sisi hatutaki kwenu nyie malipo. Ni mtu amekufanyia wema na wewe unamlipa wema wake, ni jambo zuri pia, lakini wao wanasema hatutaki kwenu malipo. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kwenu malipo wala hata shukurani sisi kwenu hatutaki. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira ila akhir al-ayat allati tata'allaqu bihadha al-mawdu', mpaka mwisho wa aya ambazo zinafungamana na maudhui hii. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo huyu mtu amefanya jambo la kheri ambalo lile jambo lina malipo na shukurani, lakini hahitaji hayo. Yeye kuna kitu kingine anataka, liwajhi llah, innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Tunaelewana? Lakini enyi Waislamu, tunaelewana? Hili ni somo, lakini pia ni mawaidha. Sawa? Ni nini? Mawaidha, lakini pia tunakumbushana katika hilo, katika yale ambayo tunayafanya. Na huwa napenda kusema hivi, tunapokuwa tunazungumzia kitu hapa tunakumbushana, basi huu kumbusho unaanza na nani kwanza? Mimi mzungumzaji hapa. Tumeelewana eh? Alafu baadaye sasa unakuja kwako. Yaani haina maana mimi kazi yangu kukumbusha wewe afu mimi nibakie tu huku nyuma. La. Hiyo utakie muumini kuwa hivyo. Muumini anajinufaisha na ananufaisha. Tumeelewana vizuri eh? Unajinufaisha wewe, lakini pia unanufaisha wenzako. Usitakiwe kuwa kama mishumaa unanufaisha watu, wenyewe unafanyaje? Unaungua, unaishi. Sasa wewe ndio nini sasa? Usiwe hivyo. Wazi ya shabab. وفي الصحيح. طيب وقت الأذان. طيب أذن ثم نستمر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستمر بدرسنا. Tumeelewa jamani mpaka hapo tunaelewana. Tuingie katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mlango huu. Anasema wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah swalla na salamu juu yake, ta'isa abdu dinari, ta'isa ameangamia mwenye kuiabudia dinar. Dinar inatokana na dhahabu, dinar. Ta'isa abdu dirhami, ameangamia mwenye kuiabudia dirhami. Hii inatokana na fedha, madini ya fedha. Ta'isa abdul khamisa, ameangamia mwenye kukiabudia hichi kitambaa. Ni kitambaa fulani cha pembe nne kizuri kina mistari ambacho kimetengenezwa nasjun min haririn khalis au min haririn wa sufin, kimetengenezwa na hariri tupu au kimetengenezwa na sufi. Tukichukua huu mfano, kwa sababu huu ni mfano wa zama zake ile mtume, zama za mtume, tukija katika zama zetu sisi, tukija kwa sisi wanafunzi sasa tunazungumzia kanzu, si ndivyo Aiwa. Ni kanzu gani ambayo ipo sokoni sasa hivi? Rawa Tayyib. Sasa kuna mtu mwingine bana hawezi kusoma dini mpaka baba yake amuahidi kanzu. Baba bana, mimi sina kanzu bana, ninunulie kanzu nzuri. Kuna kanzu nimemwona rafiki yangu wanayo bana. Hakieleweki hapo mpaka ahidiwe kanzu. Baba anamwambia basi mwanangu, nitakununulia. Anamchukua anampeleka dukani, chagua kanzu nzuri hapo. Kijana anaridhika kabisa, anasema hapa sasa nitaenda kusoma dini, si ndivyo Ina maana huyu asomi dini mpaka anunuliwe nini? Kanzu. Kuna wengine sio hivyo, kuna wengine wanaahidiwa simu, si ndivyo inavyokuwa? Mwanangu kasome, nitakununulia simu nzuri tu, lakini naomba usome dini angalau mwaka mmoja. Mzazi anamwambia mwanae, makubaliano hayo, bila hivyo afanyeje? Hasomi.
naomba usome angalau mwaka mmoja mwanangu. Soma dini kule wanabana bana, wanasumbua, hamna hata uhuru. Basi mzazi anamwahidi mwanae pale, wanakubaliana kununuliwa simu nzuri anayoitaka mtoto. Ana simu nzuri ameichagua, inaita Samsung gani? Note 8, Note 10. Anayejua huyo kijana, alafu hana hata matumizi nayo hiyo Samsung yenyewe, lakini basi tu yani ni bali tu ndio aje asome nini? Nasallallahu salamata wal afia. Huyu mtu anaabudia nini? Simu, sio? Mwingine anaabudia nini? Kanzu. Sasa hii mifano, huyu mtu ameangamia. Mwingine asomi mpaka anunuliwe vitabu kama vya mwenzake, hali ya kuwa kuna njia zipo za kusoma bila hata vitabu. Kwani nyie wale watu wa mwanzoni kabla yenu hawajasoma? Walisoma kwa njia kama hizi, kila mtu na kitabu chake. Zile njia sasa hivi haziwezi kutumika. Kwa nini hutaki kusoma? Kitoto kinakaa darasani wiki nzima hakina kitabu na kina uwezo wa kuandika, na daftari linauzwa 500, lakini hataki mpaka atumiwe pesa baba yake shilingi 7,000, 8,000 ili anunue nini? La sivyo afanye nini? Asome. Tunaelewana vizuri? Mwingine hasomi mpaka atumiwe pesa matumizi, chakula cha shule kila siku, ugali maharage, ugali na kunde kila siku. Hata sipati hela kubadilisha kanunua angalau nikatengeneza nini santojo, si ndivyo? Alimuhimu nyinyi mnajua zaidi. Kwa hiyo mtu anaona hana hiyo hela ya kufanya hayo mambo, alafu anaona wenzake wanafanya, basi sasa masomo yanakuwa magumu kwake. Hasomi huyu, mimi masomo yamenishinda bana. Ukichunguza sababu ni nini? Santojo haipo. Allah understand. Hii ni istilahi ya wanafunzi hapa Taib. Nadhani nyinyi mnajua zaidi. Hivyo mwingine kofia. Kuna kofia kama ile. Na mimi nifanane na wanafunzi. Tasoma vizuri bana. La haula wala quwwata illa billah. Wewe unaabudia nini? Kofia. Tunaendelea, sawa Kwa hiyo ta'isa abdu dirhami, ta'isa abdul khamiswa. Tumesema khamiswa ni kitambaa, sawa, kizuri, kimetengenezwa kwa hariri tupu. Kimetengenezwa kwa hariri tupu. طيب 6 طلاب يخرجون إلى خارج هناك في شيء يحملونه إلى الداخل. واضح؟ نعم، جزاك الله خير. أنتم كونوا معي، يعني إما أن تذهب وإما أن تكون معي. واضح؟ نعم، هذا هو. كيو تعس عبد الخميلة. الخميلة nayo ni thawbun yalqihi ar-rajulu ala nafsi, ni nguo ambayo mtu anajitupia juu, yani ni nguo ya juu ya kujitupia, sawa. Inawezekana kikawa ni kitambaa maalum cha kuweka hapa, kinampendezesha mtu katika muonekano fulani hivi, au likawa ni kama joho hivi, vyovyote itakavyokuwa, lakini ni nguo ya kujitupia juu. Baada ya kushavaa umekamilika, sasa kuna nguo unaweka juu yake inakupendezesha hivi. Sasa kuna mtu yeye kheri zake zote zitafanyika ikiwa atapata hiyo, na kama hatopata hafanyi kheri, hatofanya. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema in u'tiya radhiya,
akipewa anaridhika. Sasa hapa nitasoma. Unasoma kwa ajili ya kanzu. In u'tiya radhiya, akipewa anaridhika vizuri, atasoma kweli. Lakini baada ya kupewa nini? Kanzu, baada ya kupewa kofia, baada ya kupewa pesa ya nini? Santojo. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita, asipopewa anakasirika. Yani hataki hata kumsikiza baba yake vizuri wala mama yake. Wewe budu, kasikia, sio kama hajasikia, lakini kwa sababu kuna kitu hajapewa ananyamaza tu makusudi tu. Kuna kitu hajapewa katika mambo ya kidunia, alikuwa anatakiwa aitikie wito wa mzazi wake. Ni wajibu au sio wajibu? Lakini kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake bado hayajakamilishwa, anachukia, anamuasi na mzazi wake. Nasallallahu salamata na afya. Ni kuna wanafunzi hapa wanatoroka kwa sababu mzazi hajampeleka wapi? Gereji. Takwenda gereji. Mwingine hajapewa likizo ya kwenda kwa mjomba wake sijui wapi. Huyu anatoroka, anamsumbua mzazi wake. Huyu ameangalia maslahi yake ya nini? Ya kidunia. Nasallallahu salamata na afya. Sasa huyu mtu wa sampuli hii ameombewa dua mbaya na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema ta'isa wantakasa, ameangamia na amekula hasara. Huyu mtu wa sampuli hii, ta'isa wantakasa, ameangamia na amekula hasara. Wa idha shika falantakasha, wa idha shika falantakasha. Ikiwa yani maana haya maneno, atachomwa na mwiba huyu, basi asiwezi kupata msaada wa kutolewa mwiba ule. Kwa maana ya kwamba huyu mtu akipata tatizo dogo tu, huyu asipate msaada, aendelee kupambana, aumie, aendelee kula maumivu. Hii ni dua ya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaombea huyo ambaye yeye amejalia matendo ya dunia ya mema hawezi kuyafanya au kuyaendeleza mpaka apate kitu katika dunia. Hasa ukipata matatizo, matatizo usaidiwi kuondokewa matatizo. Kisha baada ya hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataja mu'min ambaye ndio anatakiwa mu'min awe hivyo, na malipo atakayopata huyo mu'min. Akasema tuba li'abdin akhidhin bi'inani farasihi. Tuba ni mti mzuri ambao uko peponi, mti maarufu ambao uko peponi, kwamba huu mti atapewa mtu ambaye akhidhin bi'inani farasi. Kusema kwamba huyu mtu atapewa mti wa peponi, maana yake anaombewa kuingia wapi? Maana yake kuingia peponi, anaombewa pepo huyo mtu. Mtu wa sampuli gani? Mtu ambaye mja wa Allah ambaye akhidhin bi'inani farasi, ameshika kamba za farasi wake, zile kamba za kumuongozea farasi ili asonge mbele, fi sabilillah, akiwa anapambana na jihad kwa ajili ya kutetea dini ya Allah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Anapambana ili neno la Allah liwe juu, la ilaha illa Allah iwe juu. Amekaa kwenye farasi, yuko vitani. Huyu anaenda vitani, anapambana pale vitani. Ameacha familia huko, siwe tena anaipenda huyo, ameacha mali, lakini pale alipo amekuja na mali zake,
amekuja kuvitoa kwa ajili ya nani? Ya Mola wake, pamoja na roho yake pia itoke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mtu huyu akhidhim bi'inani faras fi sabilillah, katika njia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikia sifa za huyo mtu. Ash'atha ra'suhu, nywele zake zimetimka, yani ziko timtim, kutokana na kushughulika na jihad. Tukija katika upande wa ilmu, kwa sababu sisi ni wanafunzi, na ilmu ni jihad au sio jihad? Ni jihad tena kubwa kweli kweli, bali ni ilmu ni bora, ni jihadi kubwa kuliko jihadi ya nini? Ya upanga. Kwa sababu yule mwanajeshi anayeingia vitani, yule mujahid, anapambana kwa sheria ya Allah, na hii sheria ya Allah ameijua wapi? Kwa nani? Kwa mwanachuoni, si ndivyo? Ambaye kasoma ilmu shar'i. Asingejua huyu mwanachuoni, asijemfundisha yule umuhimu wa jihad, asingeingia jihad. Kwa hiyo nani bora hapa katika hao wawili? Mwanachuoni, si ndivyo? Yule mpambanaji amezaliwa na mwanachuoni aliyemfundisha mtu jihad na umuhimu wa jihad, akaingia kwenye jihad. Sasa kupambana kuliko kubwa ni kuandaa wapambanaji. Mtu hawezi kuandaa wapambanaji aliyekuwa yeye mwenyewe si mpambanaji. Inawezekana hiyo? Inawezekana. Kwa hiyo wewe huyu mwenyewe mwalimu ni mpambanaji wa kwanza, kabla hajapatikana mpambanaji wa pili ambaye anapambana kwa upanga. Nadhani mnanielewa vizuri, si ndivyo? Tayeb. Kwa hiyo huyu anapokuwa anapambana katika kusoma ilmu sharii, hili jambo linamnyima raha. Chakula si kizuri, sehemu ya kulala si nzuri, lakini kwa sababu yupo kwenye mapambano, sio sehemu ya kutafuta raha kwenye mapambano. Kuna malengo na ya kusudia kule. Sasa mwanajeshi analala porini au analala kwenye kitanda? Maana wewe kuswalisha ni ibada au sio ibada? Sasa kinachokufanya uache kuswalisha nini? Kwa sababu unaona watu hawakuheshimu, hawakutangulizi, ndio unaacha kuswalisha. Alafu unasema ngoja tuone kama wataweza wao. Watakapokupa nafasi ndio unafanya, wakikunyima nafasi haufanyi. Hii ni dalili ya kwamba wewe unaabudia matamanio ya nafsi yako. In utiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita, asipopewa na kasirika, akikasirika hafanyi. Tayib. Alkhamisa qawluhu ta'isa wa intakasa, hadha du'aun alayhi. Jambo la tano ni kauli yake aliposema ta'isa wa intakasa, maana ni dua ameombewa, dua mbaya, aangamie na apate hasara kwenye matatizo yake na mambo yake. Sadisa qawluhu idha shika falan takasha, hivyo pia nayo ni dua kama tulivyoona. Sabia thanau ala almujahid almawsuf bitilka sifat, kuna sifa hapa nzuri kapewa yule mtu anayepambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena mtu mwenyewe ukimtazama ni mtu dhalili sana kwenye jamii, hana hata thamani. Kama mnavyoona maustadhi wana thamani kwenye jamii yetu hii. Wana thamani? Ni mtu ambaye kila mtu anajisikia kumuudhi, yani ana rais yani kumuudhi ile. Bali hata yule mzazi mwenyewe ambaye mtoto wake yupo kwa huyo ustadhi, imetokea ustadhi kamtia bakora, basi anakuja huyo mzazi amejifunga kibwewe pale, anamtamkisha ustadhi maneno makali sana, kwa sababu eti ni ustadhi. Hana daraja kwa watu. Huyo ustadhi anamfundisha mwanae, lakini bado hamheshimu. Lakini ndivyo ilivyokuwa jamii yetu hivi, maustadhi, yani wale watu wanaofanya zile ibada ambazo zinakuwa zina maslahi yake ni katika jamii nzima. Kimwangalia imamu, kimwangalia muadhini, si ndivyo? Watu ambao wanadharaulika. Sasa hawa wanaodharaulika hawa ndio hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua siku ya kiyama, watakuwa juu ya wale waliokuwa wanawadharau duniani.
Hivi tumeelewana vizuri Kwa hiyo yule mtu unemdharau kwa sababu ya ile dini aliyoshika, kwa sababu ya yale maisha yake alionayo, ambayo ile maisha yamesababishwa na ile dini. Kwa sababu Uislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kumfanya aonekane ni maskini ni kwa sababu yeye hana uhuru wa kuwa na kila kitu kwa vile anavyotaka yeye. Niseme hivi, maneno vizuri Muislamu hawezi kufutisha kamali, sawa? Muislamu hawezi kuchukua pesa za riba. Muislamu hawezi kuchukua pesa kwa njia za shirki. Hawezi kufanya biashara kwa njia za udanganyifu, biashara ambazo watu wengi wanazifanya na mnawaona wana maendeleo, wana maisha mazuri, wanakuwa mnawaona na maisha mazuri, wanapendeza, wana mashaallah, lakini kumbe biashara zao za haramu ndio zinawapendezesha. Huyu ustadhi yeye kwa sababu hafanyi mambo hayo mnamuona vile, lakini kwa sababu yeye anafanya kwa ajili ya nini? Ya akhira. Na siku ya kiyama Allah anasema fal yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhabun, fal yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhabun. Leo sasa hiyo siku ya kiyama ni siku maalumu kwa ajili ya waumini kuwacheka makafiri. Hivi tunaelewana vizuri Hapa nyuma Allah amewazungumzia makafiri walivyokuwa wakiwacheka waumini na kuwadharau. Wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ndio wakipishana nao wanawanyoshia, yani wanawakejeli kwa ishara, kwa maneno, na wanaona ni watu ambao wamepotea, hawana maana duniani. Hapa ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo wewe ustadhi ukiishi hivyo ujue ndivyo ilivyo, kwa sababu ni duniani. Wewe usije ukatumia nguvu kubwa utaka isiwe hivyo. Ndivyo ilivyo, kwa sababu ni wapi? Duniani. Tayari Allah kashasema. Wewe nafasi yako ni wapi? Kuja kujidai ni wapi? Falyawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhaqu yanzurun. Tena watakuwa wamekaa katika masofa ya juu ya pepo, hayo yale ya starehe, sio ya duniani ambayo yakikaa baada ya muda yanaharibika, naenda kutengenezwa tena. Yale ya duniani, yale ya peponi, watakuwa wamekaa hao waumini wanawaangalia wale makafiri wale ambao walikuwa wanawacheka. Anasema hal thawibal kuffaru ma kanu yafalun, wamelipo makafiri kwa yale walikuwa wakifanya duniani. Wanawacheka waumini huku kwa namna walivyoshika dini yao, wanaonekana watu wafai, hawana thamani katika jamii. Yani mtu anajisikia tu kumsema sema ovyo ovyo kwa sababu ni ustadhi, wala hajali. Basi siku hiyo ya kiyama na yeye atafanywa hivyo hivyo. Aljazaa'u min jinsil amal, malipo ni kuendana na kazi ilivyo. Tunaona vizuri Kwa hiyo nyinyi mnachagua kuchekwa duniani au kuchekwa akhera? Kudharauliwa duniani au kudharauliwa akhera? Anayedharauliwa duniani na anayedharauliwa akhera, nani bora? Hayo ndio maisha ya maustadhi. Ndio maisha ya nani? Maustadhi. Wanakuja kuwadharau makafiri wapi? Akhera kule. Billahi tawfik, insha Allah taala. Darasa zitakazokuja tutaona والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. sawa? Mlango sasa tunakuja tusome mlango huo, na itakuwa ni siku ya insha Allah taala. Leo ni Jumaa ngapi? Jumanne. Itakuwa ni Jumanne, Hamisi na Jumatatu. Wazi? Jumatatu, Jumanne, alafu Alhamisi. Darasa letu tutakuwa tunaliendesha hili la kitabu Tauhid.